anazungumzia kuhusu ngenga za siasa zilizopita zile. Asante kwa maoni yako pia. Na sisi tupo na Doyo Hassan Doyo tukiendelea kuhitimisha mazungumzo yetu. Tulikuwa tukizungumza kuhusu mabadiliko ambayo nyie mnaona yamefanyika na yanatosha kabisa kuwapeleka kwenye uchaguzi. Hayatoshi kusema no reform no election. Hayatoshi. Yale mabadiliko yaliyofanyika yanatosha kutupeleka kwenye uchaguzi kwa sababu ni reform ambazo zimefanyika kwa ajili ya mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Na ikumbuko kwamba hapo nyuma haya ambayo nayazungumza hayakuwepo. Maana yake kuna maboresho makubwa zaidi ambayo yamefanyika. Lakini pamoja na changamoto za kisheria za hapo nyuma, hawa ambao sasa wanang'ang'ana kwamba wanahitaji mabadiliko na bila mabadiliko uchaguzi wanaovuruga walikuwa wabunge. 80% ya wote wanaozungumza no reform no election walikuwa bunge. Hatujawahi kusikia wakishika shilingi ndani ya bunge kwa ajili ya kung'ang'ania kubadilisha sheria ambazo zinatukwaza upinzani. Hilo wamekuwa wakizungumza. Hawajazungumza katika ukubwa huu kwa sababu pale ndio kwenye chombo ambacho kwa mujibu wa sheria ndio chombo ambacho kinasikiliza hoja na kuzifanyia maamuzi. Huku nje unampigia mbuzi gita na hawezi kucheza. Yaani huku unaweza ukazunguka nchi nzima mara 10 ukazungumzia habari ya mabadiliko halafu usifanikiwe. Lakini chombo ambacho kina mamlaka ya kutunga sheria na kubadilisha sheria ni Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kama kipindi ni wabunge wakiwa zaidi ya 90, yani wabunge upinzani walikuwa zaidi ya wabunge 90 katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hizi ndio ilikuwa ni hoja za kutoka bungeni, za kuishikilia shilingi ya waziri anapokuja. Hoja inazalishwa mpaka inafika mwisho. Lakini hawa ndio ambao wametoka nje wakati wa harakati za katiba ya Warioba, bunge la katiba. Wakaunda ukawa kwa hoja tu za kiutawala kuhusu muundo wa serikali muundo wa serikali ya Tanganyika na serikali ya Zanzibar. Wao hiyo ndio hoja pekee iliyosababisha watoke katika muundo. Watoke sawa. Tumesha kusikia kuhusu hilo. NLD mnatazama vipi wapinzani wenu kuelekea kwenye uchaguzi? Mnaona chama gani ambacho kwenu nyie mnabidi mtumie nguvu kweli kutoa hoja ili watu waache wao wachague nyie? Au chama gani ambacho mnakiona kinaweza kuathiri kwenu? Sisi tunaona CCM tu kwa sababu wako kwenye madaraka muda mrefu. Wana wabunge wengi mpaka sasa hivi. Upinzani tuna wabunge wachache, hawafiki hata ukiacha wale wabunge wa viti maalum wale 19. Na wabunge watatu wa Zanzibar ACT na wawili wa CUF na mmoja wa Chadema huku bara. Unakuta bunge lote lini na CCM. Wote wale wanarudi kwenye uchaguzi wanakuja hata kama sio wagombea, lakini baadhi yao watarudi wanakuja na nguvu, wana uchumi mkubwa. Lakini yani ni watu ambao wanajua nini wanafanya kwa sababu tayari wako madarakani. Lakini wameongoza nchi sasa, rais huyu ni wa 6, Samia, akiwa wa Chama cha Mapinduzi. Sisi ndio tunawaangalia wao kwa sababu wana mizizi mikubwa, wana matawi, wana wanachama wengi kwa sababu wenzetu wameanza kutafuta wanachama tokea mwaka 77 kilipoasisiwa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo unaweza ukakuta robo na nusu ya wapiga kura pengine wana vinasaba na CCM au ni CCM. Kwa hiyo hao ndio ambao tunawatazama kama threat, kama chama kwa wanaoweza kutuzuia kwenda kuchukua serikali. Lakini kwa sababu tumejipanga na tuna sera nzuri ambazo tutaziwakilisha kwa Watanzania, tuna imani Watanzania wanaenda kutuchagua kwa sababu tumekuja na vipaumbele ambavyo vinakwenda kugusa Tanzania. Yes. Mna vyama rafiki hapa Tanzania, NLD. Yaani vyama ambavyo mnakaa navyo mnaweza mkafikiria kufananisha hoja zenu kwamba jamani tunachokidai sisi na nyinyi mnakidai. Tunaweza kwenda pamoja. Sisi hatuna huo rafiki wa hivyo kwa sababu vyama hivi mstakabali, vyama hivi ni itikadi. Kila chama cha siasa kina itikadi yake. Kwa hiyo kwa hapo kwanza lazima ujue hakuna chama rafiki hata kimoja. Midamu vimefika 19, maana yake hakuna urafiki wa mawazo. Otherwise kingekuwa chama kimoja au viwili kwamba umati huu ideology yao ni hii na umati huu ideology, lakini vimefika 19. Kwa maana gani?
kwa maana vyama vimefika 19, maana yake mawazo na hoja Tanzania zimejengwa katika misingi 19 ya itikadi ya vyama vya siasa. Kwa hiyo chama rafiki ambacho unaweza ukafananisha hoja yetu kama chama cha siasa ni maendeleo. Maendeleo. Habari ya kudai vitu ambavyo havina nasaba na watu, sisi hatuko huko. Sisi tunakwenda kuwajengea hoja. Na ukiangalia vipaumbele ambao nimevitoa wakati nafanya press ya kutangaza nia, cha kwanza ni ajira. Na kwa nini ajira? Tumefanya utafiti wa kutosha kabisa kwamba waliitwa watu TRA zaidi ya wanahitajika watu 1000 na wamekwenda uwanja mzima wa taifa wamejaa. Sasa tukaona lile ni tatizo ambalo linaonekana kwa macho, halihitaji taaluma kugundua kwamba kuna shida ya ajira. Maana yake wasomi tunao wa kutosha. Kwa nini wanahangaika vile? Nafasi 1000 mnakwenda watu 6000 mpaka 10000. Kwa hiyo utafiti wa ukosefu wa ajira ni wa macho, hauhitaji kalamu na dodoso. Tukaona kwetu sisi kama NLD iwe kipaumbele chetu cha kwanza kwenda kuondoa tatizo la ajira, sio kupunguza, kwenda kuliondoa. Unaondoa tu kwa sababu mbona fursa ziko nyingi. Ni kutanua fursa. Mfano ukanda wa bahari. Bahari peke yake unaweza ukamaliza Watanzania wote wakashinda huko baharini. Ndiyo. Bahari peke yake. Unaweza ukahamisha wote Dar es Salaam hapa wakawa wanashinda baharini na wanarudi jioni. Twende kwenye madini. Unaweza ukapeleka watu wote polini wakarudi weekend huko. Twende kwenye kilimo. Unaweza ukawatoa wote ukawapeleka kwenye kilimo. Faida yake ni nini? Faida yake tutakuwa umetengeneza ajira za kutosha na za uhakika ambao sio za kupapasa macho. Ni ajira kwamba watu wananunuliwa meli za kuvua zinazokwenda deep sea. Mpaka leo nchi hii hatuna meli ambayo inakwenda deep sea zaidi ya meli za kigeni. Kitu ambacho kama tungekwenda kusimamia uvuvi wa bahari kuu, Tanzania ingeendesha nchi kupitia mazao yanayovunwa majini. Hiyo ni sehemu ambayo nimepanga kwenda kuondoa tatizo la ajira. Sio unanunua kile kiboti cha kufanya hivi, unampa mtu anakwenda kupigwa na wimbi anadondoka huko anapotea. Kwa hiyo fursa ni nyingi kwenye madini. Lakini kwenye hiyo nimeona system walitoa boti za kisasa. Walitoa boti za kisasa. Ngapi? Hazikuzidi 100, lakini wasaidia vijana angalau kupata boti zile za kisasa kwa ajili ya kujikwamua. Wewe mimi nazungumzia kukuza uchumi kupitia mazao bahari. Boti 100. Boti 100. Tunazungumza mameli ya kwenda, kuna samaki mkubwa zaidi ya mimi. Ulimuona yule wa Kilwa alitoka mwenyewe. Yaani hajavuliwa mpaka samaki wa nchi hii anasema anaenda mwenyewe kuliwa mtaani. Kwa sababu hatuna vitendea kazi vya kwenda katika meli, katika bahari kuu kwenda kutoa samaki ambao kwanza tutapata fedha za kigeni kwa sababu yale masamaki ndio wanaliwa duniani huko. Ndio. Sisi hatuvui, sisi tunakula watoto wa samaki katika miaka 60 ya uhuru. Kwa hiyo ninapozungumza na kwenda kutatua swala la ajira, nimeangalia fursa zinazotuzunguka. Mimi sijawaza kumpeleka mtu ofisini akapigwe na kiyoyozi awe na kalamu mfukoni ndio aonekane na ajira. Mimi nimeangalia fursa. Mimi ni mchimbaji kama nilivyowaambia. Migodi ambayo nasimamia ambayo ni ya kampuni yangu imezalisha, ina watu zaidi ya 450 permanent. Mimi Doyo mtoa ajira. Kwa tayari watu kumbe ajira zinatolewa. Yaani serikali kuna watu imetengeneza mazingira. Sasa mimi sasa kama kiongozi mkuu wa nchi kama nitafanikiwa kupata hii nafasi, naona kwenda kutanua wigo ule wa fursa ndio kutengeneza ajira za kutoka. Kwa hiyo mimi siendi kupunguza. Kwenye kilimo tutawekeza kule. Sio kutengeneza hizi skimu za waziri hizi au mara kumekauka mara hazina uhakika na uzalishaji. Hizi skimu ambazo za umwagiliaji, tunakwenda kuzungumzia kilimo ambacho ni kilimo utajiri. Kilimo ambacho watu wengi watakuwa huko mapolini kwa ajili ya kuhakikisha wanakwenda kuzalisha mali. Vietnam, China, kuna mashamba zaidi ya milioni ya mipunga. Watu wanajaa huko, huoni mtu mjini akisema ana njaa. Hiyo ndio idea ambayo chama chetu cha NLD kinakwenda kuwafanya wa Tanzania. Kwa swala la ajira nimeweka kipaumbele cha kwanza, lakini nikaja kipaumbele cha pili, elimu. Unaweza ukashangaa, mashule, vyuo vipo. Kwa nini elimu? Tumefanya utafiti wa kutosha.
Elimu inayotolewa katika kizazi chetu ni elimu ya kukariri maarifa, sio elimu ya kuwa na maarifa ya kufanya kazi ili uweze kuishi kutokana na elimu uliyopata. Hiyo ndiyo niliyozungumzia katika kipaumbele changu cha pili. Wamefanya kile mabadiliko juzi, ndio tumeanza hapa ya mitaala. Mimi unaposema mabadiliko ya mitaala, mimi sizungumzie elimu ya IEOU, nazungumzia elimu tija. Unatokaje chuoni wewe ukija huku kwenye soko la ajira uweze kushindana? Ndio elimu ninayozungumzia. Mimi sizungumzie elimu hii imepiga hatua kubwa. Na wamefanya mabadiliko sasa kuelekea kwenye wazo hilo. Sasa huoni wamefanya mabadiliko sasa? Sasa utafanya nini? Sio utafanya nini? Si ndio naenda sasa na idea yangu. Mimi ndio naenda sasa kugombea sasa nikipata. Si ndio wamebadilika? Si ndio mwaka huu sasa tunaenda kupambana kwa sababu mwezi wa 8 hakuna aliyoko madarakani. Serikali zinavunjwa, halmashauri zinavunjwa, bunge linavunjwa. Rais mwenyewe ni rais jina kwa mujibu wa sheria, ni mgombea. Kwa hiyo kuanzia mwezi wa 9 wote hatuna dola. Dola inabaki kwenye mifumo tu. Kwa hiyo kwenye elimu wewe utakuwa huna jipya la kufanya, ile utaendeleza haya ambayo sina jipya. Ninapokwenda kumtengeneza mtoto wa Kitanzania, anaanza darasa la kwanza anaishia la 6 anakuja mtaani anaishi. Hiyo ni ya kwangu. Kitu gani tushakuelewa kwenye hizo hoja zote za ajira na elimu? Moja ni bado moja ambayo ni mimi nina vipaumbele 10. Sasa sijajua muda wenu. Muda wetu unatukimbia kweli. Muda ndio kimoja. Kipaumbele kimoja ni cha mtoto wa kike, kumsogeza katika elimu ya teknolojia. Ukifanya utafiti wa katika soko la ajira teknolojia, watoto wa kike wameachwa nyuma sana. Kuna kijana mmoja napenda kumchukulia mfano, ana taasisi api ya mikopo inaitwa Tala. Yule ni Mtanzania, amezaliwa Moshi hapo, anaishi Uingereza. Fernandez. Anaeleza wakati anafanyiwa interview hapa Tanzania, ana nchi 7 za Afrika na nchi 9 za Ulaya. Nitafutie mtoto wa kike wa Kitanzania. Yes. Hata wa kiume kama wewe tena hayupo. Lakini tumeanza sasa. Huko sasa ni kwenda kwenye kubishana. Lakini tuna mfano wa mtu ambaye anafanya katika soko la ajira kwenye teknolojia. Tunakwenda kumsogeza mtoto wa kike kuhakikisha fursa kama hizo. Yes. Nataka yani niko serious katika hili. Hapo tunakuelewa. Kweli. Kitu gani unakipenda CCM? Kitu ambacho nakipenda CCM, wanajibadilisha kutokana na mazingira. Walikuwa wanasakamwa sana na nini na maswala, akasema tunajivua gamba. Kujireform ni sehemu ya maisha. Hicho kule nakipenda sana. Kinakuvutia. Kwa sababu mwanadamu lazima ujitathmini. Uko wapi, umetoka wapi, unaelekea wapi. Yes. Sasa hicho wao wanacho. Na ndio maana wana struggle muda mrefu kwenye madaraka, hatuwatikisi kwa sababu ya kujireform. Kwa ni ngumu kuwatikisa CCM. Tunakwenda sasa, tunakuja na mipango, unaona hizi approach. Ila ni ngumu kuwatikisa CCM. So unaona hizi approach. Tunakwenda kuwagusa watu sasa. Ili waone umuhimu wa kufanya mabadiliko kwa upande wa upinzani. Ila ni ngumu kuwatikisa. Wakati mwingine tunashindwa kuwatikisa CCM kwa sababu tunakwenda na hoja za mabavu. Yaani hivi kikili. Sasa NLD inakwenda na hoja za kuwagusa Watanzania waone ama kuna umuhimu wa kufanya mabadiliko ya kisiasa. NLD na vyama vingine 14 vinatajwa kwamba ni miongoni mwa nyenzo ya CCM ya kuwatuliza wapinzani wengine wasizungumze. Kwa mfano, uchaguzi serikali za mitaa unamalizika, watu wote wanapiga makelele kwamba jamani, hatujaelewa jambo hapa. Inatokea chama ambacho hakijapata hata mjumbe, ila kinasema mambo yalikuwa shwari. Watu wanasema mnatumika kutuliza hali ya upepo wa siasa. Ndugu waandishi, hayo maneno tu. Sasa hivi nikitaka kujenga hoja kuhusu no reform no election, nitaudhi watu, lakini natolea mfano tu. Mnatumika mtumiki? Najibu. Mimi siwezi kujibu direct. Mimi ni kiongozi. Mimi ni kiongozi, lazima nitoe mifano ili niweze kujibu. Unasema tu situmiki afu naanza kukueleza kwa nini hautumiki. Natoa maelezo kwanza afu nakuja kujibu mwisho. Na anayejibu hapangiwi ajibu. Sawa, twende. Iko hivi. Nimemuona mwenyekiti wa chama akisema kama hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi.
Ukisema hakuna uchaguzi, anayebaki madarakani nani? Aliyeko madarakani. Umemnufaisha au umemhatarisha nafasi yake? Kwa sababu hapa tukisema kimenuka kweli kama anavyosema Lissu, tukinukishe. Watu wakatavi tukinukishe, kikanuka kweli. Rais anabaki nani? Semeni nyinyi, tuko kwenye mjadala. Mimi sijui. Anabaki Samia. Sema umesema. Ndio. Kwa sababu uchaguzi haukufanyika. Tunajua anabaki miaka mingapi? Kikinuka miaka 6 mfululizo humo mtaani hamkaliki. Anapiga miaka 6 bila uchaguzi. Kwa Chadema anatumika na CCM. Yaani nimeamua kutoa mfano kwamba hizo ni kauli tu za maneno za kuchafuana kwamba vyama 14 mnatumika. Nimetoa kahoja kadogo kama hivyo, mmeona mwanga. Wewe unataka uzuie uchaguzi, sawa, tunakuunga mkono, uchaguzi hakuna. Rais anabaki Samia na serikali yake. Kwa nini tusiseme wewe kuna mkono wa pili umekupitia ili Samia aendelee kubaki madarakani? Sasa hizi hoja msizikubali kwenye studio kama hizi kuja kwamba kuna chama kinatumika. Maneno tu ya wanasiasa. Kaambiwa Maalim Seif anatumika wakati kaokoa watu wasife Zanzibar. Lakini wanasiasa wakaja wakasema anatumika na CCM. Upinzani unatumika. Akatukanwa Profesa Lipumba, lakini akaja kutukanwa Zito wakati wa mgogoro wa Chadema na Zito kwamba Zito anatumika na CCM. Hayo ni maneno ya watu walioishiwa hoja. Ila wako wapinzani wanaotumika. Kwa nini utumike? CCM ina shida gani? Wakati mfumo wa vyama vingi unaanzishwa, CCM wana miaka 20 madarakani wakiwa peke yao. Katika mazungumzo yetu leo inaonekana unaona mabaya mengi Chadema kuliko hata CCM yenyewe. Kivipi? Katika mazungumzo tu hapa tumezungumza. Ni hoja ulizouliza wewe ndio majibu, lakini si kuja kuizungumza Chadema hapa. Angalia statement zangu nilipoanza. Kweli. Ni yeye ndo kakupeleka huko. Ni wewe umeuliza na mimi najibu. Unashauri nini Chadema? Kipindi kama hiki. Mimi nawashauri, Chadema ina nguvu ya kisiasa kubwa. Ingetumia approach hizi ambazo tunazitumia NLD ya kutafuta ushawishi kwa wananchi waingie madarakani, wabadilisha hayo mabadiliko, ingewezekana. KANU imeanguka na katiba ile ile. Wakati naanguka KANU Kenya, katiba ni ile ile walioacha waasisi wa KANU. Lakini wameanguka kwenye uchaguzi. Uhuru Kenyatta ameanguka akiwa mtoto wa rais. Kwa hiyo hoja ya sheria zilizopo ni kwamba kama tunaipigia mziki CCM wa uhakika, CCM inakwenda na maji. Mfano, kuna mazoezi yanaendelea uchaguzi. Watu wanaandikisha. Vyama vya siasa ikiwemo hicho Chadema hakina mawakala pale. Bora sisi tumejitahidi, tumeweka mawakala mkoa wa Dar es Salaam. Tumeweka mawakala Manyara, tumeweka mawakala wa kanda ya Ziwa. Wenzetu wanasema no reform, hata mawakala hawana. Jalia wanakuja kuingia kwenye uchaguzi. Wanajua wapiga kura wao. Tuzungumze ukweli hapa studio, ili siku tukiitana mseme ulizungumza. Hawajaweka wakala hata sehemu moja nchi nzima kwa sababu ya kususia huko. Kesho kutu wanaingia kwenye uchaguzi. Wanajua kura zao. Wanajua wapiga kura. Zikiletwa kura za ovyo mule ndani unajuaje? Kwa hiyo ushauri wangu mimi kwa Chadema, warudi kwenye vikao vyao. Waangalie misimamo. Hizi mbwembwe zingine za no hizi waendelee nazo. Kwa sababu mimi naamini, mimi ni mwanasiasa. Mimi bahati nzuri nataka nikwambieni hapa. Mwenye profesa anajiunga na CUF, mimi ni mwanachama wa CUF. Amejiunga mwaka 95. Zito anatoka chuoni anajiunga na siasa Chadema, mimi niko CUF. Mboya anakuwa mwenyekiti wa vijana wa Chadema, mimi niko CUF. Lissu anajiunga NC Mageuzi anaingia Chadema, mimi niko CUF. Karibuni wanasiasa wote ambao wamepata umaarufu kwenye siasa, mimi ni senior kwa miaka ya ukaaji kwenye siasa. Tunajua mbwembwe zetu mule, jamani, tuwastue kidogo. Huku ni kustuana kwa ajili. Huoni kumechangamka? Makala anasema hiki, Lissu anasema hiki, Heche anasema hiki. Kumechangamka fulani hivi mtaani. Hizo ndio mbwembwe zetu wanasiasa. Kwa hiyo msije mkapata hofu kwamba eti ile misimamo ndio ngingi hawaingii Chadema. Wanaingia kwenye uchaguzi huu, andikeni tarehe ya leo. Ila wataingia wakati mbaya. Wanaingia hawajui wapiga kura ni wangapi. Mlipokea barua ya ACT ya kuwaomba walau muungane upinzani kuongeza idadi ya kura? Sisi hatuungani. Mlipokea barua yao? Hatujapokea na hatuungani, wapee hiyo taarifa. Kwa sababu NLD ni chama ambacho kimeathirika
na muungano wa Ukawa. Kimedhulumiwa kura zake, kimedhulumiwa ruzuku, kimedhulumiwa nafasi ambazo Ukawa na chama chetu walipanga mwaka 2015. Miongoni mwa vyama vinne ambao viliunda Ukawa, NLD imo. Lakini sehemu ambao NLD ilipeleka wagombea, Chadema walileta wagombea, CUF walileta wagombea, na sehemu ambao CUF walileta wagombea, Chadema walipeleka wagombea. Baada tukakosa, CUF na Chadema wakapata wabunge wa kutosha. Lakini ile ruzuku ambao tumeshirikiana sisi kwa kujiondoa, kwa kuwithdraw nafasi yetu ili wao wagombee, kuna ruzuku za kura za rais ambao zinatoa ruzuku, hatukupewa hata shilingi NLD. Lakini kuna 5% na kuendelea za wabunge wa viti maalum, wakagawana wabunge wa CUF na Chadema. NLD tumekosa kupata mbunge hata mmoja wa viti maalum kutokana na muungano wa Ukawa. Kwa hiyo NLD ni chama kilichoathirika na mashirikiano ya vyama vya siasa. Kwa unapokuja kuniambia saa hizi tuungane, unanikumbusha machungu yaliyotokana na muungano wa Ukawa. Ukawa wametudhulumu, Ukawa wameidhulumu NLD. Na ukitaja Ukawa ni CUF, Chadema, NCCR Mageuzi na NLD. Sasa unapokuja na hoja ya muungano, sasa huo muungano unakaaje wakati sisi tayari tushaungana, tushapigwa, tushadhulumiwa, tushanyang'anywa? Yeah. Kwa hiyo hoja hiyo kwenye NLD haipo hiyo bwana. Kwa sababu tushaungana tayari, tushapigwa. Ruzuku ile ilikuwa anatakiwa watengeneze hata 0.02 NLD. Kwa sababu tumeshiriki zile kura, sisi tumewithdraw, hatukuweka mgombea wa rais, tungelipwa. Lakini kuna kura za wabunge zinazotoa wabunge viti maalum. Wangetupa hata mmoja kusema jamani, NLD ushiriki wenu kwenye Ukawa, at least mna mbunge mmoja. Hata wangesema sheria inasema aingie CUF au Chadema ndiye apate, sisi tungempeleka huko Chadema akapata, lakini tunajua ametokana na nini. Bwana, sheria hairuhusu doyo. Inataka anayepata viti maalum lazima atoke kwenye chama. Sasa tunafanyaje? Jamani, hawa wawili wawe Chadema. Lakini wenyewe wanatumikia chama chenu. Baada ya uchaguzi, kama Juma Duni Haji alipotaka kugombea makamu wa rais na Lowassa kafanyaje? Msakabaji kafanyaje? Sikajiunga Chadema. Baada ya uchaguzi Juma Duni kafanyaje? Kaudi CUF. Sasa kwa nini sasa kwenye mgao wa ruzuku, kwenye mgao wa viti maalum wasimwambie jamani, NLD leteni watu watatu pale. Wanachukua kadi za Chadema. Kwa sababu ya muda tuna nene. Imetokea, haitakuwa story mpya. Sijui kwako utaichukuliaje. Wanaogombeaga nafasi ya urais baada ya uchaguzi kuisha, wapo huwa wanapata nafasi za uteuzi, na wengine huwa wanasema, wengine huwa wanajiwahi mapema ili kujiweka kwenye ramani, waonekane mbwembwe za kisiasa kama kauli ya Doe. Ikitokea baada ya uchaguzi haukupata kile ulichokitarajia, uko tayari kutumika kwenye ngazi yote ya uteuzi au hata sasa? Sasa hivi kitendo cha kuja hapa na kuzungumza tunatumika kwenye nchi. Unajua tumezungumza mambo mengi sana. Namaanisha kwenye nafasi ya uteuzi. Ngoja, nafasi ya uteuzi sinakuja na aliyepata mamlaka. Tusubiri. Pengine ni mimi utayari wako. Ndio maana na mimi nimesema mimi niko tayari kufanya kazi kwa sababu uko tayari kuteuliwa. Nafanya kazi, sio kuteuliwa, nafanya kazi. Unajua nyinyi mnakusema kitu kimoja. Duniani humu kila mtu ana kipawa chake. Hiyo najua. Ndio, tunazungumza kilichomtokea labda marehemu Queen Sendiga, lakini pia marehemu Anna Mghwira. Anaelewa. Upo tayari? Niko tayari. Wanafanya kazi kwenda kutumikia ilani ya Chama cha Mapinduzi kwenye uteuzi. Kwani ilani nini? Ilani ni makubaliano kati ya wananchi na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwani chama nini? Chama si watu. Kwa hiyo upo tayari kwenda Chama cha Mapinduzi? Chama si watu. Wewe tunajua wewe chama gani? Mimi ninacho moyoni. Ewa. Kwa hiyo pia una chama chako moyoni? Hapana, changu si NLD. Ila upo tayari kutumika kama kwa uteuzi, kwa kutumikia ilani ya Chama cha Mapinduzi? Mimi niko tayari kufanya kazi ya wananchi kwa niaba yao. Kwa niaba yao. Nimezungumza hata juzi wakati nafanya mahojiano na chombo kimoja cha habari. Sio vizuri kutaja hapa. Nimwambia sisi tuko tayari kufanya kazi na chama chochote kwa sababu hufanyi kazi ya chama. Unafanya kazi ya watu. Unapokwenda mfano sasa hivi tuchukulie mfano Queen, kazi anayofanya Manyara. Alafu ungemzuia kwa sababu ya kachama kako wako usiende kwenye chama utaharibu. Yaani kile kipao tungekionaje? Semeni ukweli. Kweli kabisa. Kwa hata wewe kumbe kipao unaweza kukuta ni kikubwa. Pengine.
Bwana Doyo, tunakushukuru sana bwana. Muda wetu umekuwa mfupi lakini mrefu. Tumezungumza mengi, naamini pia yako mengine mengi utaendelea kuyazungumza huko tuendako. Kabisa. Na tunakushukuru sana kwa kuja. Na mimi nawashukuru. Ni mengi na naona fia muda mchache kwa maswali yenu ya kuchokoa haya. Hamna mheshimiwa. Ni mzuri kwa sababu kwangu mimi maswali yanasababisha nazungumza vingi. Sasa mheshimiwa tusifikie huko kwamba uondoke ukiwa usiondoke kuna hiyo kumbukumbu kwamba waliuliza maswali fulani. Ndio napenda hayo. Huwezi jua. Na ndio umeapply. Sawa bwana, nikukumbushe kuhusiana na Emami Menthol Plus Balm. Husaidia kutuliza maumivu ya hapa na pale ya mgongo, baridi na kushtuka kwa mifupa. Imetengenezwa kwa mkaratusi, karafuu na menthol. Emami Menthol Plus hurejesha tabasamu na uchangamfu. Huingizwa na kusambazwa na Abacus Pharma Africa Limited, ambayo Emami Menthol Plus inapatikana katika maduka yote ya dawa za binadamu, dawa za asili na supermarket. Sema Emami, ongea na shujaa. Maumivu ya kizidi, muone daktari. Wacha nikupe kampeni nzuri kabisa ya pambana upate. Si ndio hivyo kisa Daniel? Ushapambana? Pambana upate. Hakikisha kwenye mapambano yako unapambana ili upate kitu fulani. Pambana upate ni kampeni ya kumkuza mjasiriamali mdogo mwenye ndoto kubwa. Je, unamjua mjasiriamali au wewe ni mjasiriamali mdogo mwenye ndoto kubwa za kufanikiwa ili ushinde na pilika East Africa Radio? Ni rahisi sana. Kama unamjua mjasiriamali ambaye ni mjasiriamali mdogo, anaendesha biashara kisasa, msafi kibiashara na muonekano binafsi, ana ndoto kubwa, anatunza pesa kwa njia salama na za kisasa, huyu ndiye tunayemhitaji, kwa maana anapambana na anapata zawadi za kiwanja na nyingine nyingi. Mpendekeze au jipendekeze kwenda namba 0787 63 30